Mwite yeye, fungua kinywa chako mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, siwezi pasipo wewe, siwezi pasipo msaada wako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya kibali chako, oye Bwana. Asante kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu naishi. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu wa nyakati zote. Wewe ni Mungu mkuu sana. Wewe ni Mungu naishi. Mandorobo sikiriandarabasa risandarabakorabasia rimandarabasia, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, tuko mbele za uso wako tena jioni ya leo. Usituache peke yetu Bwana, sema nasi kwa neno lako, litume neno lako tena jioni hii. Wewe ni Mungu aliye hai, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu naishi Bwana, katika jina la Yesu. Asante kwa neema hii, asante kwa rehema zako. Ninaomba rehema zako Bwana ziwe juu yetu. Ninaomba rehema zako ziwe pamoja nasi. Ninaomba rehema zako ziwe juu ya maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu aliye hai, wewe ni Mungu naishi, wewe ni Mungu naishi, wewe ni Mungu naishi, wewe ni Mungu naishi, wewe ni Mungu naishi. Mandorobosi. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo tena ambayo Bwana ametupa na kutusaidia kuwepo. Funika macho yako. Baba Mungu, asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupa na kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya watumishi wako na watoto wako na kusanyiko hili la wakuchao wewe. Ninakushukuru Bwana, asante kwa ajili ya nafasi hii. Ninaomba rehema zako ziwe pamoja nasi, ili kile ambacho umekikusudia tena jioni ya leo upate kukitimiliza sawasawa na mapenzi yako Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye rehema. Rehema zako zifunuliwe kwetu Bwana. Litume neno lako kwa kuwa wewe ni mwema. Litume neno lako kwa kuwa wewe ni mwaminifu Bwana. Yule uliyemkusudia ambaye moyo wake umeuandaa kwa ajili ya kubadilisha hatua zake, ninaomba katika jina la Yesu usimpite wala usimpungukie, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na zaidi yako hakuna kama wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sifa na heshima ni za kwako. Pokea sifa, pokea heshima, kwa kuwa wewe ni Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu nimeomba, na kila mwenye mwili aseme amen. Tunaendelea na somo ambalo Roho Mtakatifu ametupa, namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Wakati nilikuwa nakupa malengo, nilikwambia sauti ina uwezo wa kuyeyusha imani yako, kwa sababu imani ulio nayo pia ilijengwa kwa sauti, kwa kuwa Biblia inasema wazi, imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Kusikia maana yake unasikia sauti ya neno, unalipokea neno, alafu neno linatoa sauti ndani yako, unasikia sauti ya neno, na ndio imani huwa inajengwa. Na imani hiyo inaposhambuliwa, lazima kuwepo sauti ambazo kwa sababu kwenye nyakati tulizo nazo, saa nyingine sio kwamba imani yako inaondolewa, ila unabadilishiwa imani. Na nitakwambia huko mbele ninapokufundisha uharibifu wa imani unaoletwa na sauti, maeneo kadhaa ambayo utajua imani yangu imeharibiwa kwa sababu ya sauti. Utaweza kuona kwamba kuna wakati imani yako sio kwamba inaondolewa, ila unabadilishiwa imani nyingine. Ile imepewa jina la imani ya Kikristo, lakini imebadilishwa. Yaani unapewa kitu kingine cha kiimani, lakini ile imani harisi inakuwa imeondoka. Unanisikia nachosema?
unabadilishiwa imani, na ndio nyakati tulizonazo za kubadilishiwa imani. Unabadilishiwa imani, sio kwamba imeharibika, ila unabadilishiwa. Maana yake unapewa kitu fake lakini cha kiimani, na unaendelea kusema Yesu ni Bwana, lakini ni kitu fake. Ndio maana ukikaa kwenye darasa la imani utakuja kugundua kuna imani katika Mungu ambayo imani hiyo imejengwa katika hekima za wanadamu, lakini kuna imani katika imani hiyo imejengwa na nguvu za giza. Yaani nguvu za giza zinakujengea imani katika Mungu, na maandiko yako wazi kabisa. Yaani nguvu za giza zinakujengea imani katika Mungu, alafu hekima za kibinadamu zinakujengea imani katika Mungu. Ukisoma nyaraka za Paulo utaona anavyotofautisha, na ndio maana wengi wanasomaga nyaraka za Petro wanaona maandiko yanaposema mashetani nao huamini na kutetemeka. Maana yake iko imani ya kumwamini Mungu ambayo mtu anatetemeka kabisa, lakini imejengwa kwenye misingi ya mashetani. Oh my Lord, jina la Yesu libarikiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Na ndio maana Paulo wakati anawaambia kanisa la Wakorinto, anawaeleza kuhubiri kwangu, neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika hekima za wanadamu, si ndio? Hakukuwa katika hekima zenye kushawishi nini, akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Alafu anasema ili imani yenu ijengwe katika nguvu za Mungu na sio katika hekima za wanadamu. Kwa unagundua kuna imani katika Mungu inayojengwa katika hekima za wanadamu. Yaani mtumishi unayemwona hapa anaweza akaamini jambo alafu akalitengeneza kuwa la wote, kumbe ni mtazamo wake. Yaani kuna mtazamo wa neno alafu kuna mtazamo ambao mimi nachagua kama mtumishi. Ndio maana huwa tunawafundisha watu ambao wanajifunza kupambanua roho. Tunawafundisha hata kama anayehubiri ni mtu unayemwamini sana, kakae chini kasome Biblia alafu uone anachokisema kinamaanisha nini. Sasa sisi wengi tunakuwa kama wale kinda wale wa ndege, unaachama tu. Na tena nikiwasha moto hapa pakiwa na upako, unauliza hata mara mbili. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa sababu nawaambia hivi kwa kuwa wengi wanabadilishiwa imani kabisa, wanapewa vitu vingine. Imani inaama katika nguvu za Mungu, inaingia katika hekima za wanadamu, au imani nyingine kabisa ambayo sio imani ya kumwamini Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa ninaomba tuende mbele, nisikae hapo nyuma. Jana tulikuwa tumeishia kwenye kipengele ambacho nilikuwa nakwambia ndani ya sauti kumebebwa uzima, ndani ya sauti kumebebwa uhai, lakini nikakwambia ndani ya sauti pia kumebebwa uharibifu, mauti, hofu. Kwa sababu nikakwambia kama sauti unayoisikia ni sauti ya Mungu, ndani yake kumebeba uzima, kumebebwa uhai. Kwa kuna eneo unataka liwe hai, lazima uruhusu mazingira ya sauti ya Mungu kuwepo. Na nilikusomea kwenye kile kitabu, kama unakumbuka, nilikusomea kwenye kile kitabu cha Yohana 5 mstari wa 24 hadi 25. Alafu nikakusomea Isaya 55 mstari wa 3 kama unakumbuka. Na nikaja kukusomea na Ayubu. Sasa Ayubu nikakusomea sura 2. Nikakusomea kukuonyesha kwenye Ayubu, nikakuonyesha namna ambavyo kwenye Yohana huku nilikuwa nakuonyesha sauti ya Mungu, na kwenye Isaya sauti ya Mungu, lakini kwenye Ayubu nikakuonyesha namna ambavyo sauti inaweza ikapita kwa njia ya ndoto lakini sio ya Mungu, na ikaachilia hofu, ikaleta shida kwenye maisha yako. Na nikakuonyesha
Sauti yoyote unayoisikia imebeba kitu ndani. Ndio maana kuna watu nawaambia usipendelee sana kusikiliza nyimbo za Bongo Flava, kwa sababu hakuna sauti isiyokuwa na maana. Jina la Yesu libarikiwe. Sauti ni nyingi hapa duniani, kila moja ina maana. Ndio maana saa nyingine unaona, na niwahi kuasisitiza hapa nikasema, hadi wapiga vinanda na wapiga vyombo, kwa nini wanatakiwa kuomba sana? Kwa nini mwalimu wa kwaya anatakiwa kuombewa sana? Anayeratibisha step, tucheze step hizi. Hakuna jambo lisilokuwa na maana katika ulimwengu wa roho. Kila jambo unaloliona watu wanalifanya huku lina asili yake katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana sasa niliwahi kuambia kuna aina ya melody ukipiga vyombo hivi ukivipiga, kuna aina ya melody, kuna aina ya mziki ukiupiga, mapepo yanasema mziki wetu umepigwa mahali. Ndio unashangaa kwaya labda ilikuwa imesimama vizuri, inamtumikia Mungu vizuri, lakini kuna melody zikaruhusiwa kupigwa kwenye hiyo kwaya, wanafungua mlango wa maroho kuingia, kwa sababu yanajua mziki wao. Haleluya, watu wa Mungu, mnanielewa ninachosema? Kwa lengo la msingi ni kukwambia hakuna sauti isiyokuwa na nini, na maana. Sasa naomba tuendelee mbele kidogo. Angalia, naomba tuendelee mbele kidogo. Wakati unaendelea kujifunza, kabla sijakutajia vyanzo, nianze na chanzo kimoja leo. Wakati unaendelea kujifunza, lazima ujue jambo la pili ambalo lazima ujue hivyo. Ukiachana na kwamba sauti imebeba kitu gani, nitaendelea kukwambia mbele. Vitu vilivyobebwa ndani ya sauti ni vingi sana, nitakwambia huko mbele. Wakati unaendelea kujifunza, lazima ufahamu hivi kwamba unapokuwa unazisikiliza au unapokuwa unaishi, eneo mojawapo la kujitathmini ni sauti gani ambayo inaongoza maisha yangu. Kwa sababu sauti yoyote inayokuja kwenye maisha yako inawinda kuyaongoza na kuyatawala maisha yako. Iwe sauti ya adui, iwe sauti ya Mungu, inapokuja kwenye maisha yako inawinda kuyaongoza na kuyatawala maisha yako. Na ndiyo maana mwalimu, sasa sauti inawezaje kutawala? Kwa sababu nyuma ya sauti kuna roho. Nyuma ya sauti unayoisikia kuna roho. Ndiyo maana haijalishi mtu anaongea vitu vizuri kwa kiwango gani, lakini fuatilia nyuma ya anachoongea. Kinachomfanya ongee ni nani? Ni kitu gani? Je, kinachomfanya akushawishi? Mtu anakushawishi mpaka unasema yani kwa namna alivyonishawishi hili jambo ni jema. Linaweza kuwa jema, lakini linatoka, hiyo sauti inatoka, nyuma yake inasukumwa na nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza kuongea kama vile anakutetea, kama vile anakupenda, lakini nyuma ya hiyo sauti ni roho gani imebebwa ndani? Kwa mfano, nitafutie watu 4 kama wewe sio mzinzi, tafuta watu 4 5 ambao ni wazinzi wazuri, afuka nao, unapiga nao story, hufanyi chochote, unaongea nao muda mwingi, na kuhakikishia miezi 3 na wewe tayari mawazo ya uzinzi yatakuwa yametawala moyo wako. Kwa sababu vile wanavyoongea na wewe, kuna roho zinaama. Unashinda nao, unazungumza nao, kuna namna zile roho, kwa sababu zimebebwa ndani ya sauti, zinaanza kupenya taratibu mpaka baadaye unashangaa na wewe umefunikwa na mimawazo ya uzinzi. Hadi unaanza kujiuliza, hivi mimi na shida gani mimi? Mbona mimi sio wa hivi? Fuatilia sauti ambazo umezipa nafasi ndani ya moyo wako. Sauti yote unayoipa nafasi, maana yake umeiambia niongoze. Yaani sauti yote ikija afu ukakubaliana nayo, ukasema ila kweli, kitendo cha kusema tu ila kweli
umeshapokea ile sauti na kilichoko nyuma ya sauti, kwa sababu hakuna sauti inakuja bila mkakati, hakuna sauti inakuja bila mpango, na hakuna sauti inakuja bila kusudi. Kwa hiyo sauti yoyote unayoipokea nyuma yake inawinda kukuongoza au kuyatawala maisha yako. Sasa kama ni sauti ya adui, itayatawala maisha yako katika mfumo wa uharibifu. Ndio maana ni sauti ya mauti, itafungulia mlango wa mauti kutawala maisha yako. Unajikuta ni mtu mwenye hofu za kimauti, itafungulia hivyo. Na ubaya wa sauti inapoingia ndani, inajenga mpaka fikra na mitazamo. Sauti. Haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Sasa mwalimu, kwa nini unatuambia hivi kwa msisitizo mkubwa? Nisikilize, kama umesikia nikikushuhudia watumishi wengi, ngoja nikushuhudie mwingine, labda utamuelewa huyu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu, amebatizwa mto Yordani, akajaa roho kabisa. Sema akajaa roho. Na Biblia inasema akaenda nyikani, akafunga siku 40 usiku na mchana, akiwa amejaa nini? Ngoja tusome, usije ukasema mwalimu alikuwa anaeleza. Tufungua Biblia yako, nataka nikuonyeshe uone kama Yesu mwenyewe sauti zilimjia. We ni nani zisikujie? Fungua Biblia yako, kitabu cha Luka, kitabu cha Luka ile sura ya 4. Luka ile sura ya 4, kitabu cha Luka ile sura ya 4. Kumbuka mwalimu unaongea nini? Na kuonyesha juu ya kwamba sauti inapokuja ndani yako, inachowinda cha kwanza ni kuyatawala maisha yako na kuyaongoza. Sauti. Luka 4, andika Luka 4 ule mstari wa kwanza wa 4. Takusomea huo, lakini wewe usiandike mpaka mstari wa 4, wewe andika mstari wa kwanza hadi wa 16. Lakini mimi nakusomea mpaka wa 4. Nitaluka, nitaenda kusoma mstari wa 9 mpaka ule wa 16, au nisome mpaka ule wa 15. Haleluya. Lakini wewe andika mpaka wa 16. Angalia, maandiko yanasema, naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Sema hali amejaa Roho Mtakatifu. Amejaa, yani amefulika roho. So unajua ukifulikaga roho unasema hakuna mimi, yani nimefulika roho namna hii, hakuna cha kunitisha. Kuna sauti itakuja katikati ya kufulika kwako. Anasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Na kwa nini nasisitiza hivi mwalimu? Kwa sababu wewe ukiniona mimi nimefulika Roho Mtakatifu, usipokuwa makini, na saa nyingine hata unaweza usiniombee, usipokuwa makini ukafikiri kwamba kwa kuwa mwalimu amefulika Roho Mtakatifu basi sauti nyingine haiwezi kupita ndani yake. Mimi nakwambia, mwalimu asipokuwa makini anaweza kuwa madhabahuni hapa na sauti nyingine ikapita ndani yake. Ndio maana tunawafundisha watu kupima, usipokee kila kitu. Na ndio maana unaona nikifungua Biblia nakwambia na wewe fungua, ili uwe unapima. Na hii tabia usiache hapa popote. Uwe unasikia redio, uwe unasikia TV, uwe ibadani, nani anafundisha, nani anahubiri, pima. Na sisemi lazima mwambie fulani umekosea. Wewe ukigundua tu hili sio la kwangu, naliweka pembeni, alafu naendelea. Ni kwa faida ya maisha yako, utakufa. Unanisikia nachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Hivi mnanielewa nachosema? Ni kwa faida ya maisha yako ya kiroho. Utakufa, utabeba madubwasha kichwani, mengine hayapo. Pima, hata kama ni ibadani, haijalishi nani anahubiri amefulika, haleluya, pokea muujiza. Anasema hamna, ngoja kwanza. Hivi alisoma wapi? Unapitia, alisoma hapa. Kwani hapa inamaanisha nini? Kila alichosema ndivyo inavyomaanisha? Unatafuta na reference, unapitia, unaona, ukijilizisha unasema sasa nimeamini kwa sababu nimeelewa.
Jina la Yesu libarikiwe. Na hii mtakuwa mnatusaidia sisi na mtakuwa mnasaidia wachungaji na wahubiri wote wasiwe shalo. Watakuwa wanamtafuta Mungu mpaka wanapata ujumbe wa Mungu uliokamilika, na wanasoma neno kwa uangalifu, alafu wanawaletea watu wa Mungu kilicho sahihi. Roho yako ni ya thamani mno nyewe watu wa Mungu. Na ndio maana Yesu anasema ole wake mtu mmoja akawapoteza mmoja ya watoto hawa, akampoteza mmoja wapo. Anasema adhabu yake ni heri angefungiwa shingo, jiwe shingoni, akatoswa baharini. Kwa unagundua Mungu hapendi watu wake wapotee. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza nimekwambia, nimekusomea hapo. Naye Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani akiongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akiongozwa na nani? Na Roho. Usisahau hapo, akiongozwa na Roho. Anasema akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu sema. Ibilisi akamwambia. Kumbuka, amejaa Roho, amefunga mfungo, na siku zimetimia 40, alafu njaa inamuuma, alafu sauti inayokuja sio ya Mungu, inakuja ya Ibilisi. Unajiuliza, yani kajaa Roho, kafunga siku 40 mlimani, yuko kwenye viwango vya kiroho, alafu sauti ya kwanza kuja ya shetani. Inamuuliza ikiwa wewe ni mwana, inamjaribu kwenye kile anachohitaji. Ndio maana hata kama kuna jambo unalihitaji sana, unalitaka kwa bidii, usiruhusu moyo wako ukatekwa kwenye hilo jambo, kwa sababu utajaribiwa kwenye ahadi yako. Biblia inasemaje? Inasema Ibilisi akamwambia, maana yake akasikia sauti ya shetani ikimwambia. Inamwambiaje? Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu liambiwe jiwe hili liwe mkate. Kwani alichokuwa anamwambia si kitu kizuri tu? Kwani Yesu hana mamlaka ya kufanya jiwe kuwa mkate? Nauliza, hana mamlaka hiyo? Anayo hiyo mamlaka, lakini anayemwambia afanye mkate ni nani? Anayemwambia afanye ageuze jiwe kuwa mkate ni nani? Ibilisi. Kwa hiyo anachomwambia ni kizuri, na anachomwambia anakihitaji. Ni kama vile umekaa unamwambia Mungu, ninaomba unishauri kwa eneo la biashara, alafu sauti ya adui inakuja inakwambia ili ufanikiwe kwenye biashara usijali, zulumu kidogo, kopesha watu, alafu waambie waweke viwanja vyao. Naambia nakukopesha milioni 2, ila weka hati ya kiwanja hapa. Wangapi wananielewa ninachosema? Mnanielewa vizuri? Sasa angalia, maandiko yanasema, Yesu akamjibu, imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, kwamba maisha yangu hayategemei hiki ninachokihitaji sasa. Kwa lugha nyingine, maisha yangu hayategemei uhitaji nilionao sasa. Maisha yangu ni zaidi ya hiki ninachokihitaji sasa. Ni kweli nina njaa, lakini mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Linalotoka katika kinywa cha nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ukiangalia, amesema mtu hataishi kwa mkate tu. Hakusema mkate hauhitajiki. Mkate unahitajika, lakini mkate sio msingi wa maisha yangu. Amen, amen. Sasa nitaka uone hapa, Yesu ameongozwa na Roho, ameenda nyikani, yuko kwenye mfungo, lakini sauti inayokuja ni ya nani? Sasa wewe ukifunga huwa unaamini sauti gani inakuja? Kwa ukiletewa maono unasema Mungu amesema na mimi. Sauti ikija unasema Mungu bila kuipima. Alafu unasema nilikuwa kwenye mfungo, Mungu akaniambia. Cheki madhara yanayokutana nayo. Utachukia kila mtu, sababu kuna sauti inaweza zikaja hapa ukaona kanisa zima ni wachawi, robo 3 ni wachawi. Au sauti inaweza ikaja ukajiona wewe ndio uko kiroho, yani hapa wote hamna hata mmoja anayemjua Mungu isipokuwa wewe tu.
Sasa usifikiri ukusikia, ulisikia kweli sauti, lakini imekuvuruga. Haiwezekani kundi lote ili asiwepo mtu anayemjua Mungu, haiwezekani. Watu wanamjua Mungu na wametulia kama vile hawajui. Sasa ukisha kuwa mtumishi kama hivi, unaweza ukajisahau hivyo, kafikiri kila mtu hapa hakuna anayejua. Haiwezekani. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Na kufundisha juu ya sauti lazima uwe makini. Sasa kipengele ninachoendelea kuongelea, ukisoma ule mstari wa 9, si ndio? Mstari wa 9 anasema akamuongoza mpaka Yerusalemu. Anayemuongoza hapa ni nani? Ni Roho Mtakatifu au ni Ibilisi? Ibilisi. Kumbuka mwanzoni Biblia inasema Roho akaongozwa na Roho muda wa siku 40. Baada ya siku 40 kuisha, anayekuja kumuongoza ni nani? Unajiuliza, Ibilisi anamuongozaje Yesu? Sasa swali linakuja kwako, kama Yesu yeye mwenyewe alikuwa neno, ni mwana wa Mungu, kuna saa aliongozwa na Ibilisi, wewe usipokuwa makini utaongozwa na nani? Mwalimu, kwa unataka kututishia? Siwatishii, nataka nikupe consciousness, uone umuhimu wa kuwa na uwezo binafsi wa kupambanua sauti. Kilichomsaidia Yesu ni kujua anayeongea naye ni nani na yeye ni nani. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kujibu pale pale kwamba wewe, hii sauti sio ya Mungu, sio ya Mungu. Kwa ana uwezo wa kumwambia wewe ni Ibilisi, na imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa nini anasema imeandikwa? Nalo neno. Sasa angalia, na Ibilisi alipoona wameshindana, angalia Biblia inasema mstari wa 9, akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara. Yani Ibilisi anamuongoza Yesu, alafu akamnyenyua Yesu akamweka juu ya mnara. Huyu anayeongozwa na Ibilisi kajaa Roho, ni mwana wa Mungu. Afu katoka kwenye mfungo wa maombi siku 40, upako unamiminika, lakini kabebwa na Ibilisi. Alafu maandiko yanasemaje? Yanasema akampeleka mpaka juu ya mnara. Alipompeleka juu ya mnara, angalia, alipompeleka juu ya mnara akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Yani shetani anasoma maandiko kwenye Biblia. Wao unasema tu Biblia wanasomaga wapendwa, shetani anasomaga hii Biblia hii. Ndio maana unaweza kaenda kwa mganga kienyeji ukaikuta Biblia anakuambia hata sisi Mungu anatusaidia. Unaiona na Biblia unasema kweli. Shetani anamwambia Yesu imeandikwa. Wewe umesoma Biblia yako hapo? Naongea ambacho hakipo, sikipo kwenye Biblia yako. Anasema hivi, akamwambia ikiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana anaijenga hoja yake kimaandiko. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa. Kumbuka, shetani anasema imeandikwa, alafu Yesu anasema imenenwa. Kwa hiyo mmoja anatumia andiko, mwingine anatumia neno lililonenwa. Umeona utofauti wake? Mwanzoni Yesu alitumia naye maandiko, lakini hapa sasa kakutana na shetani anatumia maandiko, alafu naye kasema imenenwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Hakumwacha moja kwa moja. Nimemshinda sasa shetani, ameniacha. Biblia inasema akaenda zake kwa muda. Anakuambia nisubiri, bado niko na wewe. Akaenda zake kwa muda. Maandiko yanasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Baada ya kushinda, anarudishwa na Roho. Kumbuka, mwanzoni alipelekwa na Roho, katikati shetani akaingia, baadaye tena Roho anapata nafasi ya kumrudisha. Ni mtu mmoja huyo. Sauti amesikia ya Roho, baadaye sauti ya shetani, baadaye ikarudi tena ya Roho. Sasa huyu ni Yesu. Unaona, shetani sauti yake inawinda amuongoze. Wa kwanza alikuwa Roho Mtakatifu anamuongoza Yesu, lakini shetani akaingia katikati, naye akaanza kumuongoza kwa sauti yake. Ndio maana nakufundisha, jifunze kupima.
jifunze kuelewa hii sauti hii inayoongoza maisha yangu ni ya nani? Ni ya nani? Haijalishi imeleta na maandiko, haijalishi imekupa na maandiko, lakini hayo maandiko aliyekupa ni nani? Jifunze kuelewa hii sauti hii ni ya nani, na nani aliyesema. Vyanzo mbalimbali vya sauti ambavyo tutavizungumza, lakini sitazungumza leo. Nikutajie. Chanzo cha kwanza ni Mungu. Chanzo cha kwanza ni Mungu. Andika haraka haraka. Namba 1, Mungu. Andika vyanzo vya sauti ambavyo tutavipitia na kuomba, kwa sababu chanzo cha sauti chenyewe ambacho ni Mungu. Sauti ya Mungu, watu wa Mungu, ina mambo mengi huko ndani. Ina mambo, kwa sababu kuna sauti ya Mungu ambayo ndani yake imebeba maelekezo. Ni tofauti na sauti ya Mungu iliyobeba baraka ndani yake, kwa sababu kuna aina ya maelekezo ambayo yana miiko ndani yake, yana vitu vinaitwa do and don'ts. Yani kuna maelekezo yanayokuwekea mipaka kwamba fanya hiki lakini usifanye hiki. Ndio maana unaweza ukagundua kadri utakavyokuwa unaendelea kutembea na Mungu, mpaka uvaaji wako utaanza kuona kuna nguo ulizoea kuvaa alafu unaambiwa usivae hii. Sasa unapojifunza juu ya sauti ya Mungu, kuna vingine mpaka utakuna sema hivi, mimi na shida gani? Kwa nini mimi nazuiliwa hiki wakati kuna mwenzangu ni muombaji mzuri na ana pako, ana nguvu za Mungu, tena ana nguvu kuliko mimi, lakini yeye hiki hajazuiliwa, anafanya, lakini mimi nazuiliwa. Mungu kwanza anajua familia alizoruhusu tuzaliwe, na anajua namna alivyotuokoa kila mmoja wetu, na anajua vitu alivyobebesha wengine. Amewabebesha majukumu ya familia zenu. Usiposimama wewe, hakuna mtu mwingine wa kusimama. Uwe na uhakika Mungu atakavyokuwekea miongozo ni tofauti na atakavyomwekea mwingine. Haleluya. Sasa angalia kanisa la leo, wanaigana tu. Mimi nakwambia haya ninaokufundisha ndio yanakuweka huru hivi, kwa sababu yanakufanya ujue tatizo lilikuwa wapi, wala hutatumia nguvu kuomba. Ndio unaanza kuelewa, na ukielewa, unapoanza kuishi na vile sawa na vile ulivyoelewa, mambo yanaanza kuwa mepesi kuliko unaomba alafu juu unaomba nini. Saa nyingine unaomba kumbe kikwazo ni wewe mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa Mungu, chanzo cha kwanza ni Mungu. Andika 2, shetani. 3, mazingira au hali. 4, watu au wanadamu. 5, moyo au dhamiri. 6, mwili. Yani huo mwili huo ulionao una sauti yake. Utaona kwenye Biblia mwili, na kwenye mwili unaweza kaweka mabano afu kaandika tamaa, kwa sababu lugha inayotumia mwili ni tamaa za mwili. Afu kaweka slash, sijui kama inaeleka kwa Kiswahili. Unaweka kile kinapiga hivi, umeweka mabano hivi, ukaandika tamaa, afu unaweka kile kimstari kinapiga chwa. Neno la pili, matendo ya mwili. Chanzo kingine cha sauti, ulimwengu au katika mabano dunia. Sasa hivi vyanzo nilivyokuambia ni vyanzo vile vikuu ambavyo ndani yake kuna vyanzo vidogo vidogo. Kwa mfano, unaposema shetani, ndani yake utawakuta mawakala wa giza, wana uwezo wa kutengeneza sauti. Yaani mawakala, ngoja niwaambie, mawakala wakitawala mtaa wana uwezo wa kutengeneza mawazo ya huo mtaa, alafu watu wote mkajikuta mnawaza, mnafikiri ni mawazo yenu, kumbe mmetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Alafu wana uwezo hadi wa kuwatengenezea ndoto. So unajua ile mkiota mnasema kama na fulana ameota, ili ni la Mungu, kumbe mmetengenezewa wote ndoto moja. Sijui mnanielewa ninachosema?
Kwa sababu ukishampokea Yesu, sio tu umempokea mfalme, unapokea na ufalme wake, unapokea na utawala wake, unapokea na mamlaka yake, unapokea na zile funguo alizomnyang'anya shetani. Ndio maana sauti hizi ninazosema, una uwezo wa kuzi overpower, yani uwezo wa kuzimiliki na kuzitiisha. Kwenye Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia ule mstari wa kwanza anasema, itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Sauti ya nani? Bwana Mungu wako, kwa bidii kuyafanya maagizo yote haya ni kuagizayo leo. Alafu anasema, ndipo baraka hizi zote zitafanya nini? Zitakujilia na kukupata. Sio zitakujilia tu, zitakujilia na kufanya nini? Kitakachofungulia mlango wa hizo baraka ni nini? Sauti. Kwa kuwa umeisikia. Maana yake kuna sauti ya Mungu iliyobeba baraka ndani, lakini lazima uisikie. Maana yake uitekeleze, uitii. Kuna maelekezo Mungu anapokupa, wakati wewe unatekeleza, unasema natekeleza kile Mungu ameniambia, kumbe unafungua mlango wa kupokea baraka kwenye maisha yako. Utumishi sio kuhubiri hivi ninavyohubiri. Utumishi ni kulifanya agizo ambalo nimelipokea kutoka kwenye sauti ya Mungu iliyobeba hayo maagizo, alafu nalitekeleza, kufanya kile nilichotumwa. Huo ndio utumishi. Kwa sababu kuhubiri hivi unaweza kuhubiri tu hata kama hujatumwa. Kuongea hivi unaweza kuongea tu hata kama hujatumwa. Lakini utumishi ni kutekeleza. Ndio maana saa nyingine nikiwa naongea hapa, unaweza kuwa umekaa hapo, alafu kaa unasema, mwalimu ni kama alisimuliwa maisha. Mbona hicho ananisema mimi? Tulikutana wapi? Wewe unasema, mimi tumewahi kukutana mahali. Sijui hata unafanya kazi gani saa nyingine. Lakini kuna vitu nikiongea hapa, unasema, mbona huyo ni mimi sasa? Kwa nini unasema ni wewe? Kwa sababu Mungu aliyenipa kile nikuletee anayajua maisha yako. Na ndio maana Mungu anapoongea na wewe, unaposema ni mimi, alafu ukapokea, alafu ukasema, Mungu niko tayari kwa kuwa umesema na mimi. Unajua kinachotokea, neno alilolituma kwako halitamrudia bure, mpaka limezaa matunda ambayo kwayo alilituma kwako. Kwa bali ya kulipokea na kulitekeleza ni kwako wewe. Kuna mtu ananielewa nachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Unaona, Yesu akisema imenenwa, maana yake kunenwa, maana yake imeongelewa. Kuongelewa maana yake, pamoja na kwamba shetani unaniambia kwa sauti yako maandiko yamesema, lakini kuna sauti nyingine iliniambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo sauti mbili zinagombana ndani ya Yesu, ila sauti ambayo Yesu aliamua kuitii inashinda. Manake kuna sauti unaweza ukaisikia, ukiitii ukanyamazisha sauti ya Mungu. Hujawahi kuona kuna jambo unaenda kufanya, alafu kuna sauti ya chini kabisa kwa mbali inakwambia usifanye hivyo. Anasema, sasa nitaishije? Sasa inayo hii. Sasa kadri unavyoenda umepiga na hatua, ngoja tukeni, kuna shida gani? Nitamwambia Mungu anisamee. Alafu nasikia nakwambia usifanye, usiende, iko kwa mbali tena ya upole. Si unaona, unafahamu? Alafu sasa kwa kuwa wewe unaona leo, unasema ala, bora hata fulani anafanyaga bwana, taomba msamaha. Tamwambia Bwana unirehemu. Kwanza Jumapili kanisani, kabla ibada haijaendelea, mchungaji atasema tupige magoti. Tutasoma kwenye liturujia, tutaomba, kuna ile sala kuna ile toba, ungamo lile. Tutaungama, Mungu atanisamee. Amekwambia usiende, wewe umelazimisha. Unajua kinachotokeaga ukifanya, ile sauti iliyokuwa inakwambia usiende, ikikuonea huruma inakukosesha amani. Unaanza kuitafuta amani, unajipambania. Ukijipambania, kinachotokea, kwa sababu hutaki kutubu, ile sauti inaanza kuzima. Ndio nasikia mtu anakwambia, nilikuwa napewaga tahadhari, nikitaka kufanya kitu nasikia sauti inaniambia usifanye. Sasa hivi hiyo mwalimu imekoma, aliyeizimisha sio shetani, ni wewe mwenyewe. Unanielewa mtu wa Mungu? Tena sauti ya Mungu hainaga kimbelembele, inakuja kwa utulivu na kwa upole sana.
kimya kimya, kiasi kwamba unaweza ukaipuuzia kwa urahisi, kwa sababu Mungu sio dikteta. Alikuumba ili uwe na uchaguzi. Kusimama kwa miguu yako. Rimandarabagorabasaya, risandarabagorabasaya, mandorobosikiriandarabasa, rindorobosikiriandarabasaka, rikandarabasaka yantarabagora, rimandarabasikiandarabasa, rikokondorobosandaya, rikandarabasaka, rikosandarabagorabasia, rikondarabasanda, rimandarabagorabasaya, kando riandarabasaka, risandarabagora, rimandarabagorabasya, rikokondorobosandaya, rikandarabago, rikasandarabagorabasa, rikondarabasika, rikondarabasaya, rikondarabasa, rikondarabasika, kandorobosikiriandarabasa, rikondarabasikiandarabasaya, rikokondorobosa, rikandarabasaka, rimandarabagorabasia, rikondarabasaka yantarabagorabasaya, kandorobosikiriandarabasa, rimandarabagora, rimandarabagora, rimandarabagorabasa, kandorabasia, rimandarabagora, rimandarabasia, rimandarabagorabasaya, rikondarabasiya, rabosandaya, risandarabagora, risandarabagorabasaya, kandorobosikiriandarabasaka. Hatima zetu e Bwana ziko mikononi mwako, hatima ya vijana hawa, hatima ya kina mama na familia zao, hatima ya kina baba hawa, risandarabagorabasaya, rindorobosandarabagorabasika, rimandarabagora, rimandarabasiria, rindarabasaya, rindorobosa, 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 rindorobosa. Mandarabasandarabakora. Hakuna jambo Mungu anashindwa jamani. Rikandarabasaya, rikandarabasa, risandarabak, rakasandarabakora, risandarabagorobosa, rimandarabasaya, rindorobosandarabagorabasa, kandorobosa, 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 raka, riandarabasa, 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 rimandarabakorabasaya, kwa damu ya Yesu. Mandarabasaya, mandorobos, rikandarabasa, rikondorobosa. Hamuwezi kufunga familia nzima, hamuwezi kushikilia ukoo mzima, hamuwezi kuzuia familia nzima mkasema hii itaishia hapa. Rabashandarabako. Labda kama Yesu akufa msalabani, labda kama Yesu akufufuka, lakini kwa kuwa Yesu alifufuka, maisha ya mtoto wa Mungu huyu lazima yafufuke. Hizo sauti hazitawaangamiza. Risandarabagorabasaya, rindorobosa. Enyi mbingu sikieni, ewe ardhi sikia. Raboshanda, risandarabagorabasaya, rindorobosandaya, rimandarabagorabasa, rikondorobosa, kandorobosa, kandorobosa, kandorobosa,
robosa, kando robosa. Hizo nyakati za unyonge zinabadilishwa, zinabatilishwa. Nyakati za kukaa imara zinafunguliwa ndani yake. Mapepo mliopita kwenye hiyo sauti ili kukamata moyo wake, sikia mapepo, sikia giza, sikia wachawi, sikia mawakala wa shetani. Rakashanda rabakorabasaya. Hiyo nafsi inatoka kwenye hilo shimo, kwenye hilo shimo, kwenye hilo shimo, kwenye hilo shimo. Yes, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus. Mandarabasanda. Endelea, endelea. Moyo wako usiwe mzito tena. Usibebe hiyo mizigo, usibebe hiyo mizigo mama. Usiendelee kukaa na huo uchungu. Kata hiyo sauti ya uchungu, kata hiyo sauti ya hasira, kata hiyo sauti ya kuzila, kata hiyo sauti inayosema nimezila, nimekata tamaa. Hiyo sauti inayoleta uchungu kwenye moyo wako. Rakashandarapakora risandarapakorabasaya rimandarabasa rindorobosandaya rikandarapakorabasaya. Haya, wewe roho uliyepita kwenye hiyo sauti, unayesababisha hayo mateso, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, unachomoka, 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 unachomoka. Yes, 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 yes. Hii ni saa ya Bwana, 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 hii ni saa ya Bwana. Yes, 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 yes. Kila kilicholetwa na sauti, mateso yaliyoletwa yanachomoka, 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 yanachomoka. Yes, 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 yes. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Endelea, endelea, endelea. Niletee yule mama, niletee huyo mama, niletee huyo mama. Oh, rabasanda rabakorabasia. Kando robo sanda rabakorabasaya. Rimanda rabasa. Huu ni moto wa Roho Mtakatifu. Huu ni uweza wa Mungu aliye hai. Unaachiliwa wewe mama, unaachiliwa sasa, unaachiliwa. Hayo maagano yanaachia, hayo maagano yanaachia kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia leo. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, yes. Mwache tu madhabahuni hapo. Yes, funike vizuri. In Jesus' name, in Jesus' name. Endelea, endelea, ndio tunamaliza. Risanda rabakora.